nasikitika kwa hichi kinachoendelea. Miongoni mwa wasemaji ambao mimi navutiwa nao sana na naamini wanajua mpira sana katika ardhi ya Tanzania kwa kizazi cha kwetu, Ally Kamwe ni miongoni mwa watu hao. Na jambo ambalo amelifanya sikulitarajia na sikuliona kama anaweza kulifanya kwa njia hiyo, lakini pia kuna baadhi ya matamshi hayakupaswa kutumika, kwa maana yanachagiza viashiria fulani. Inawezekana kweli mheshimiwa mkuu wa mkoa ameteleza, labda alizungumza kwa kuvuka mipaka, aliingiza hisia ndani yake, aliingiza ushabiki ndani yake, akasahau kwamba anapoingia huko pia anapaswa kujibiwa, na atajibiwa kwa namna vipi kutokana hizi klabu tunavyoendeshwa. Hiyo haina mathalani, hakuna matusi ndani yake, haina shida yote. Nirudi katika pointi yangu ya msingi. Ally Kamwe bado amenisikitisha sana kwa hichi alichokifanya, kwa sababu amemuingiza mpaka rais, ameingiza vitu vingi ambavyo ni unnecessary, havikutakiwa kuwepo. Lakini pia ikumbukwe mkuu wa mkoa ni mteule wa rais. Kuna kauli zimeingia hapo ndani za mpaka kumuuliza rais ama kumpa taarifa rais kwamba mtu uliyotuletea huku anatuchokonoa. Ni kweli amezungumza katika namna ambayo sio sahihi, lakini sidhani kama kulikuwa na ulazima hata wa kuyazungumza hayo au kuweka hayo maneno ama kuchombeza kwa namna hiyo. Kwa kuna sehemu Ally Kamwe ameteleza. Ni miongoni mwa wasemaji ambao ni bora sana kwangu na wanaojua mpira, sio tu wasemaji, ni miongoni mwa wasemaji wachache wanaojua mpira. Inawezekana akawa hata yuko peke yake au wengine wakawa hawajui mpira kwa sababu hawezi kuuelezea mpira, ndio maana ukatuni unakuwa ni mwingi. Lakini kwa hichi alichokifanya kuna sehemu ameteleza na kuna namna amekosea pia, kwa sababu yule ni mteule wa rais, hakupaswa kuwa address kwa namna ile. Tukiachilia tu kila mtu akawa na uwezo wa kuzungumza na mamlaka kwa namna yoyote, kunaleta shida pia. Lakini hata hao mamlaka pia inabidi wajue mipaka yao ni ipi, kwa sababu kama mtu amemprovoke, kuna namna lazima kama msemaji atoke aseme. Lakini sasa changamoto inakuja, anasema kwa namna ipi? Ile ndo namna pekee aliyoizoea Ally Kamwe kuzungumza katika uwanja wake wa mpira, lakini kiuhalisia hakufanya sawa kutokana na itifaki ya mamlaka, hajafanya sawa. Lakini ukija kwenye mpira, angekuwa anazungumza vile kuhusu Ahmed Ally, angekuwa anazungumza vile kuhusu Engineer Harris, anazungumza vile kuhusiana mwenyekiti Muktaza Mangungu, angekuwa anazungumza vile kuhusiana na makocha wa vilabu mbalimbali wakina ndugu yangu Tobias Kifaru, alikuwa anacharuana kwa staili ile, ingekuwa ni sawa. Lakini pale kuna kofia ambayo imewekwa na mheshimiwa rais namba 1 wa Tanzania, ambaye amemwamini yule mkuu wa mkoa akamweka pale. Lakini mkuu wa mkoa ameingia katika uwanja ambao alimprovoke mtu, ndio maana yakatokea yaliyotokea. Lakini bado naamini Ally Kamwe alikuwa na nafasi kubwa ya kutumia busara na hekima aliyokuwa nayo katika kipindi hichi na kuzuia baadhi ya matamshi kutoka. Sasa kwa pale alipofanya, mimi napendeka kusema tu kwamba sijapanda kwenye basi lake kwa kauli zile. Kwa hiyo pengine sasa kwa kauli ambayo ameitoa msemaji pia wa Tabora United Christina, kwamba amempa saa 24 Ally Kamwe atoke aombe radhi kwa mkuu wa mkoa kwa kauli yake ile. Unafikiri kwenye mpira kulikuwa na namna ambavyo labda mkuu wa mkoa asingetoa matamko kama yale? Na wengine wamesema ikiwezekana kuwe na utaratibu hata hao wakuu wa mikoa wasiwe wanatoa matamko yao, kwa sababu sehemu ya mpira yenyewe kama inajitegemea sehemu yake binafsi na ina maneno yake binafsi na watu wanayazoea huko. Vipi labda hili limekaa kaaje kwako? Unajua ndugu mwandishi, kuna kitu kimoja. Christina anampa Ally Kamwe hiyo notice kama nani? Kama msemaji mwenzake. Yeye ni msemaji. Ni msemaji mwenzake wa Tabora. Na hana mamlaka yoyote ya kumtaka Ally Kamwe afanye hivyo. Kwa hiyo ni utashi wa Ally Kamwe pia kuamua kutokufanya ama kufanya. Kwa sababu asipofanya, Christina anaweza kufanya nini? Hana cha kufanya. Lazima kuwe na kitu cha ziada ama kuwe na kanuni na taratibu ama na sheria na mtaka Ally Kamwe kufanya hivyo. Sasa tumweke Christina pembeni, kwa sababu mimi naona bado ni muendelezo
wa makosa yale yale ya kiufundi. Tuje hapa kwenye swali lako la msingi. Hawa viongozi wa serikali wana nafasi gani katika mpira wetu? Wanaruhusiwa kutia motisha katika timu ambazo katika mikoa yao. Wanaruhusiwa kuongea na timu zao. Lakini unapovuka mpaka kwenda kuzungumza, unajua nimemsikia kwenye baadhi ya vyombo vya habari jioni ya leo, asubuhi ya leo, ameenda mbali zaidi kusema kwamba watu wanatoa rushwa, wanawahonga wachezaji wacheze chini ya kiwango. Kikawaida hiyo sio kauli ndogo na sio kauli ya kupuuza, kwa sababu rushwa katika michezo inaambatana na upangaji wa matokeo. Sasa kama unaelewa, hilo ni tatizo kubwa tayari. Sasa kama mkuu wa mkoa anazungumza na bado anaongea kwa ujasiri katika chombo cha habari akisema anao ushahidi kwamba wako wachezaji waliompelekea mpaka message, yule unaelewa anaashiria nini hapa? Kwamba Yanga wananunua matokeo, si ndivyo? Sasa kama hili analolisema liko sahihi, inabidi bodi ya ligi na TFF waingilie kati, kwa sababu hili ni kosa ambalo linatatuliwa kisheria, kikanuni na taratibu. Ina maana tunapoelekea sasa, mkuu wa mkoa inabidi achukuliwe na TAKUKURU, akaisaidie TAKUKURU kwamba Yanga wanatoa rushwa, wanapanga matokeo, TFF inaingilia hapo katikati. Sijui unaelewa? Sasa kuna matamshi mengine yanaweza kazungumzwa kisiasa ama kimzahamzaha tu, lakini zahama zake ni kubwa. Na ndipo ninaposema kuna sehemu mkuu wa mkoa amesahau mipaka yake ya uwajibikaji iko wapi. Kama mkuu wa mkoa, moja, anatakiwa kusimamia ulinzi na usalama. Mbili, kuna majukumu yake mengine mbalimbali. Anaruhusiwa pia kumotivate ama kuipa motisha timu yake ya Tabora katika mkoa wake iweze kumpa matokeo. Lakini kuna kauli nyingine ukizungumza, unaweza ukaungana na Alikamwe. Nani alikuwa anamjua mkuu wa mkoa wa Tabora? Nani alikuwa anamjua? Mimi binafsi nilikuwa simjui. Lakini nani asiyemjua sasa hivi mkuu wa mkoa wa Tabora? Tanzania nzima kila mtu anamjua. Kuna mtu mmoja anaitwa Sambode Chacha, yuko Tabora, ni mkuu wa mkoa wa Tabora na ndo anayechachafa Yanga sasa hivi. Kwa hiyo viongozi wasitumie hizi platforms kutafuta publicity, alafu wakasahau kanuni zao ama sheria zao. Yeye kwani shida yake kwa wapi? Kwa sababu ukimwangalia mkuu wa mkoa, yeye amezungumza vizuri tu kwamba vijana wake amewawekea milioni 60 wamfunge Yanga kabisa. Sasa shida iko wapi? Shida inakuja mpaka anatumia maneno ya kusema shati lake la ubatizo. Unafikiri kweli hii ina hoja kweli? Mkuu wa mkoa kuambiwa shati lake la ubatizo kabla ya kuanza kumwataki mkuu wa mkoa, mkuu wa mkoa alitumia neno gani upande wa pili kwa provoke hawa? Unajua, tusiangalie tatizo lilipoishia, tuangalie tatizo lilipoanzia. Hakusema tu kwamba ninatoa milioni 60, lakini amezungumza vitu vya mpira. Alisema kuna pesa sikuzitumia kutoka sehemu fulani kwenye mechi ya Simba na milioni 50 nimeongezea nyingine. Hawa wanavyokuja na kiherehere chao, mkuu wa mkoa huwezi kuzungumza kwa staili hiyo. Ina maana umejitoa, umeshajivua kofia ukuu wa mkoa. Mwisho wa siku, ndugu mtangazaji, Alikamwe amekosea na mkuu wa mkoa pia anazo changamoto zake kidogo. Inaweza vyovyote vile itakavyokuwa, kuna sehemu tu ameteleza. Lakini pia ndugu mwandishi, hata wewe pia umesikia, unajua mkuu wa mkoa mwanzoni alikuwa anatimiza majukumu yake kama mkuu wa mkoa. Sawa sawa, kuipa motisha timu yake ya mkoa wake iweze kupata matokeo ili jina la mkoa wake liweze kukua, si ndio? Hapo hakuna kosa. Baada ya kuprovoke, huyu alikosa hekima. Alikamwe angetakiwa kujua huyu ni mkuu wa mkoa, amekosea na ametukosea sisi kama Yanga. Kuna baadhi ya matamshi asingeweza kuyatumia, lakini niseme tu kutokana na mazoea na platform wanayoitumia na kuona kwamba tayari mimi ni msemaji wa mpira na huyu amekuja katika uwanja wangu, ngoja tu nimwagike vile ambavyo unamwagika kama ninavyomwagika na watu wengine. Lakini kiuhalisia, ukija kwenye protocol za uongozi, Alikamwe amekosea kwa sababu yule ni mteule wa rais. Lakini je, huyu mteule wa rais amefanya nini? Ndio tunakuja sasa pale. Lazima unajua unapozungumzia kosa la huyu, lazima uangalie na upande wa pili kuna nini.
Lakini mwisho wa siku mimi bado ninapenda kumuomba mkuu wangu wa mkoa Mheshimiwa Chacha atumie hekima na busara kuhesabu maneno yake pia, kwa sababu si vyema kumshutumu mtu katika tuhuma ambazo zikiamua kubebwa pia zinaweza kukuchafulia credibility yako, hasa katika kutuhumu watu kwamba wanahonga wachezaji. Hivyo ni viashiria vya rushwa. Kwa hiyo kama vilizungumzwa kisiasa, sidhani kama mkuu wa mkoa anatakiwa kuendelea navyo, kwa sababu na sisi nyinyi watu wa media, nyinyi ni wabaya sana. Mnamtafuta kwa nguvu kubwa kwa ajili ya kutengeneza content na mnampigisha shoti, na mheshimiwa bila kujua kwamba hii ni agenda watu wanamtengeneza ili aendelee kumwagika tu, na yeye pia anazidi kufunguka, anazidi kuzungumza. Kwa hiyo nimuombe pia mkuu wangu wa mkoa jaribu kuangalia hizi mic zina mambo mengi sana, na hawa waandishi wa habari pia nao wanatafuta habari, na katika kutafuta habari wanaangalia wapi ambapo wanapigisha shoti ili maneno ya kutoke zaidi. Kwa hiyo na unaweza kuzungumza kitu kwa mimi nazungumza tu kwa sababu ya kuchagiza ili mechi inoge iwe nzuri ipite, lakini mwisho wa siku kuna watu wanaweza wakarudi nyuma wakaanza kujiuliza, tuliambiwa kwamba ile klabu imetumia wachezaji message na mkuu wa mkoa amesema nao shahidi. TAKUKURU atakuja mezani kwako watauliza. Kwa hiyo mimi ni muombe Mheshimiwa Chacha, mkuu wa mkoa wa Tabora, arudishe nyuma kidogo maneno yake, apambane kuimotivate timu yake ili kuweza kupata matokeo kama alivyopata matokeo Dar es Salaam, kwa sababu Tabora bado ni timu nzuri na ina uwezo wa kupambana na imeprove hivyo. Lakini sio kwamba Yanga nao pia hawezi kupambana, wanapambana. Kwa hiyo siku tutegemea mechi itakuwa ni nzuri na mapambano yatakuwepo, lakini ndugu yangu Alikamwe ameteleza na amekosea, na tamko alilotoa Christina angeletoa mtu yeyote wa mamlaka, naamini kwamba Alikamwe angerudi nyuma watu wa moja na angeweza kulifanyia kazi. Asante sana.